Kati ya marais watano tukapata marais watatu ambao walitoka katika sehemu hii. Tumekuwa na bahati sana kama jamii ya Mount Kenya, because we are not special. Mungu ndiye ametupatia hiyo nafasi. Niseme ya kwamba wakati rais wa kwanza wa Kenya alikuwa mamlakani, Mzee Kenyatta, kwa miaka 15, sisi zote jamii za Gema tulimuunga mkono bila maswali, bila kupinduka, bila kulalamika, mpaka akapumzika wakati Mungu alimuita. Baadaye tukaongozwa, nchi yetu ikaongozwa na Mzee Mwai Kibaki kutoka Nyeri, ambaye tulikuwa tunampenda sana. Vile vile Mzee Mwai Kibaki tulimuunga mkono bila swali, bila kupinduka, bila kulalamika. Ni kweli si kweli? Miaka 12 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais wa taifa la Kenya. Hakuna Mwembe aliuliza swali ama kulalamika, ama Mumeru ama Mumbere, hakuna mtu alilalamika, kwa sababu alikuwa mmoja wetu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akabarikiwa akawa rais. Miaka 10 tulimtumikia na kumfuata na kumsikiza, na hakuna mtu aliuliza swali. Vile vile katika uchaguzi wa 2022, mnajua ya kwamba sehemu hii tulipewa nafasi ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka 2. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu alikuwa kiongozi wetu kutoka sehemu hii katika afisi kuu kama naibu rais wa nchi. Mimi mwenyewe siku hiyo nilikuwa waziri wa usalama wa taifa. Katika hiyo miaka 2, hakuna siku hata moja mimi nimemdharau, kudunisha ama kumtukana ndugu yangu Rigathi Gachagua siku ile alikuwa na nafasi ya kuwa naibu wa rais. Kutoka kwake kwa kiti alitolewa na viongozi kutoka Kenya nzima. Na wakati alitoka ofisini, sisi pia tuliendelea kukimya. Na wakati hiyo nafasi imepatikana katika ofisi ya naibu wa rais, rais alikuwa na nafasi kupeana hicho kiti katika sehemu yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya. Lakini alisema kwa sababu tulikuwa na ahadi na yeye, watu ya Mount Kenya, tumuunge mkono akiwa rais, atupatie naibu wa rais. Wakati nafasi ilipatikana, rais hakupeleka hicho kiti katika sehemu nyingine. Alisema kwa sababu makosa imefanyika na mtu mmoja, sio jamii. Sasa akasema hiyo nafasi ipatianwe Mlima Kenya, na ikikuja Mlima Kenya kwa mara ya kwanza, vile viongozi wale wengine wote ndugu zetu walikuwa wanatoka Mlima Kenya Magharibi, safari hii Mungu akazungumzia Rais William Ruto katika kupeana kiti cha naibu wake katika Mount Kenya. Nafasi ikakuja hapa Mount Kenya East. Jorine Korie, Kiama, Muroro, Thai. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba, kwa sababu mimi ni mwanasiasa, ya kwamba mahali sasa tumefika ni mahali ambapo wazee wetu
mtusaidie kama wenye boma na wenye hii himaya yetu ya Mlima Kenya. As the fathers of the land, the elders must guide this community so that one person does not derail the interest of a whole community. Kwa sababu hii nafasi sio yangu binafsi, haikuwa ya Rigathi binafsi, ilikuwa ya jamii. Na ukipewa nafasi kama sasa mimi nimepewa nafasi, ni jukumu yangu kuchunga ile kazi isiharibike, kuitunza, kujua vile nitashirikiana na mkubwa wangu ambaye ni rais wa nchi, vile nitashirikiana na wadogo wangu wabunge na magovernors. Hiyo ni kazi yangu, kuchunga kazi. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba mimi nimesikiza vile mmesema na nakubaliana na nyinyi 100%. Jorine Korie, Jori Koria, Thai, Kiama, Muroro. Niseme ya kwamba ninakubaliana na nyinyi ya kwamba sisi ni jamii moja. Na mimi nataka kuomba wenzangu ambao wako kwa siasa, ndugu yangu mdogo Roko na hii grupu ingine yetu sisi jeshi yetu, na wasi kwa heshima tusilaumu wenzetu kutoka Mlima Kenya Magharibi. Hakuna kura imepigwa wakakataa kutupigia. Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo ngojeni, naomba tutulize boli wanasiasa kidogo tu. Tupatie hao wazee nafasi waongee na wazee wenzao kutoka sehemu nyingine ya Mlima Kenya. Mimi nina imani ya kwamba hawa wazee wataunganisha jamii ya Mlima Kenya na sisi zote. Vile sehemu hii ya Mount Kenya East imepokea viongozi kutoka Mount Kenya West, safari hii hata Mount Kenya West itapokea uongozi kutoka Mount Kenya East. Jorine Korie, Thai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo mimi nauliza ndugu zangu wanasiasa, tungojee tu tuwe na time kidogo. Haijafika hapo. Labda wakati tunafika mwisho wa mwaka tutakuwa tunaangalia hali ya anga vile inakaa. Alafu sasa tutaamua, na tutaamua peke yetu. Wazee hawa ndio watatusaidia maamuzi ambayo tutafanya. Ni kweli si kweli? Jorine Korie, Muroro, Thai, Kiama. Bas, kwa hivyo ile tu nauliza ndugu yangu Rigathi. Unajua mimi watu wengi hawanielewi. Nasemanga watu wengi waliniona usiku, hawajaniona mchana. Hayo madharau uko nayo Rigathi, I promise you utapata aibu. Hauwezi. Kwanza kabisa wewe umesema ya kwamba nisikuite ndugu yako. And I want to tell you this, Mr. Rigathi. It is not upon you to tell me how I will call you. It is not your business. It is my business. Wewe sio utaamua vile nitakuita. Na sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakupenda. Sikuiti ndugu yangu kwa sababu nakuogopa. Nakuita ndugu yangu kwa sababu wazee wa jamii zetu za Gikuyu, Meru na Embu na Mbere
waliniambia ya kwamba jamii yetu ni moja, kwa hivyo wewe ni ndugu yangu by blood, not by choice. Yes. Kwa hivyo ukisikia nakuita ndugu yangu, sio ati nakuogopa, sio ati nakupenda sana, kwa sababu uko na madharau mingi. Mimi najaribu kukupenda lakini uko na madharau mingi. You don't know what kind of a human being you are. Unadharau mkubwa wako, unadharau wale wengine, unadharau ndugu yako. Sasa wewe, how can be one man be the only right man in the whole world? Si lazima ukae vizuri na ndugu yako? Si lazima ukae vizuri na baba yako? Ama namna gani? Na hiyo kimbelembele ndio ilikuondoa ofisini. And I told you, na mimi sitaki kukua kama wewe. Usinisukume nianze kutoboa siri. Vile nilijaribu kukusaidia usitoke ofisini lakini ukakataa kunisikiza. Nimekuja kwako siku mingi nikiwa waziri wa usalama na nikakwambia kaa vizuri na rais, kuwa mwaminifu kwake, ndio kesho hata wewe ukue mdosi, ukue rais wa nchi. Ukanidharau, ukanambia sijui vile nasema. Saa hii unapiga kelele ukiwa nje. So usinisukume. Nimekwambia wewe, hao watu ambao unazunguka nao ukitafutia viti wakuwe marais. Nasikia umesema sijui Kalonzo ndio rais tutachagua, sijui nani. Wewe endelea na hiyo biashara yako. I have no problem with you. Ungoje next year tukunyoroshe na William Ruto. Jori Korie. Jori Korie. Jori Koria. Bye. Bye. Muroro. Muroro. Kiama. Bas. Mimi nilikuwa tu niseme hivyo kwa sababu wewe sio Mungu, ndugu yangu. You are not God. Na wacha kunidharau. Mimi nimekuwa mambo mingi, wewe sijui ulitoka wapi ukapitia hapa, na hiyo shortcut ndio imesababisha hii hasara yote. Kujipiga kifua, maringo, sijui utafanya nini. There is nothing you will do. Na mimi nimepigana vita kubwa. Iko siku Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na William Ruto walikuwa na kesi kule Hague. Mzungu alikuwa anataka kuwafunga. Na sikukuona siku hiyo, wewe Rigathi, sikukuona. Ule mzungu alikuwa anatisha sisi hapa. Anaongea kama ule Goliathi kwa Biblia. Ule Ocampo anasema atafunga hao watu. Paka wazee kama Mudhaura, mzee kama Mudhaura anachukuliwa, anawekwa ndege ati aende akafungwe ati Mudhaura amefanya rape. Ukiangalia Mudhaura ni mtu, ni mzee. Mudhaura ni mtu ya kufanya mambo ya rape. Is it possible? The charges that were proffered against Ambassador Francis Mudhaura, one of the greatest sons of Kenya, included rape, organizing rape. I bet you, those who know Ambassador Mudhaura, he cannot be part and parcel of any meeting to organize how our women can get raped. Lakini mzungu kwa sababu ya madharau akakuja na hiyo kimbelembele, tulimnyorosha hatukumnyorosha. Uhuru alikuwa rais hakukuwa, Ruto alipata urais hakupata. Kwa hivyo wewe Rigathi, you are a very small time politician. Uko kidogo sana kwangu. Ni vile nimekuwa nimekimya. Na umezunguka hapa na vijana wakizunguka gari yako hapo wakisema one term. I dare you to continue with that nonsense. I will deal with you. My brother, I promise you I will deal with you. I cannot allow you to mislead our community. You had your time. You misuse your time. I will not misuse my time. Kwa sababu hata mimi niko hapa kwa muda. Kutakuwa na mwingine na wengine na wengine. Kibaki alipumzika, Kenyatta alipumzika, hata Uhuru ameenda retire. So kila mtu ako na nafasi yake na aitumie vizuri. Kwa hivyo siku ya leo wazee,
Mimi nawaomba kwa unyenyekevu tupunguze mambo ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika jamii zetu za Wagikuyu, Wameru, Waembu, sisi zote. Na tunawauliza kwa heshima, nyinyi ndio wenye nchi. Unajua kuna wananchi na wenye nchi. Wazee ndio wenye nchi. They are the landlords. Wewe kijana, hata kama baba yako amekupatia title deed ya shamba yake, he is the original landlord. Wewe umeshikilia tu. Ndio ukiona baba yako akupatia ardhi anakuambia hii ardhi ni yako, lakini usiuze. Waachie watoto wako pia. Ama namna gani? So wazee, nyinyi ndio mtaokoa hii jamii, sio hao vijana wanasukuma hapa na kupiga kelele na kufanya mambo. For the first time mimi nimeona katika nchi yetu tabia ambazo hatukuwa nazo zimeanza kukuja. Mwenye kuleta ni huyu mtu ya miaka 2. Wacha niwaulize. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hii sio wakati wa kwanza kuwa na viongozi zaidi ya mmoja ambao wanatafuta kiti cha kuongoza taifa. 1992 nilipiga kura na tulikuwa na Kenneth Matiba kutoka Murang'a na tulikuwa na Mwai Kibaki kutoka Nyeri. Ni kweli si kweli? 2002 nilipiga kura, tulikuwa na Uhuru Kenyatta na Mwai Kibaki wakitafuta urais. Kweli si kweli? Wakati tumekuwa na hao watu, mwenye alishinda ndio alikuwa kiongozi wetu, mwenye alishindwa akangojea. Mimi nakumbuka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, wakati ameshindwa na mzee Kibaki 2002, kuna watu walikuwa vijana wakamchochea, wakamwambia akuwe leader of opposition. Akaanza kupinga Kibaki hapo 2003, 2004. Wazee hawa Wanjuri Ncheke, Ngome, Nyangi Ndiereri, Kiama Mwembu ndio walitafuta Uhuru Kenyatta polepole, wakamwambia wewe nani? Wachana, Kibaki amepata urais, wachana na yeye. Kaa nyuma yake, siku yako inakuja. Wazee ndio waliokoa, otherwise Uhuru Kenyatta angeendelea na hiyo biashara angepotea. Baadaye akakubali kusimama nyuma ya Kibaki, akawachana na opposition, na baadaye Mungu akamjalia akakuwa rais baada ya mzee Mwai Kibaki. Ni fire si fire? Ni fire si fire? Kwa hivyo hata wakati tumekuwa na zaidi ya mtu mmoja anatafuta kiti ya urais, nataka mniambie wazee, kwa sababu wengi hapa ni wazee kuliko mimi, hakuna siku hata moja umeona vijana wetu wamefunga barabara ama kuwasha moto kuchoma supermarket ambaye imeajiri watoto wa hiyo area. For the first time since Kenya was established, this is the first time we are having violence in Central Kenya. Siku hizi kukiwa na maneno, Embu haipitiki, Nanyuki haipitiki, supermarket ya Mwea inachomwa, supermarket ya Meru inachomwa, ya Nakuru inachomwa. This culture of violence must come to a stop. We cannot allow our young people to turn to violence for whatever reason. Na nyinyi wazee ndio mtatusaidia tuongee na vijana wetu, tujue ya kwamba kuwa na tofauti za kisiasa haimaanishi ya kwamba tuvunje rasilimali zetu ama tuharibu mali ambaye sisi tumetafuta na jasho yetu sisi wenyewe. Ni kweli si kweli? Njuri nikurie. Kiama. Muroro. Thai. Kwa hivyo mimi nataka nichukue nafasi hii kusema ya kwamba nimepokea baraka ambaye ilianza siku ya Ijumaa na wazee wa Njuri Ncheke. Alafu
wiki ambayo imepita, wazee wa Njuri Ncheke wameniambia wamekuwa na mazungumzo na ndugu zao wazee wa Nyangi Ndiereri, Kiama Kia Mwembu na Ngome, na wao ndio wametengeneza siku ya leo. Mimi nawaomba vile mmesema, muendelee, mutafute wenzenu kutoka Mount Kenya West, wazee wa Kiama na other leadership, musikizane, na vile mtasikizana ndivyo tutafanya. What you will agree that we do is what we will do. Kwa hivyo mimi naomba wanasiasa tuwapatie wazee nafasi wafanye kazi yao. Hii sio kazi ya wanasiasa, sio kazi ya vijana, sio kazi ya kina mama, ni kazi ya wazee. Tuwapatie muda. Wazee wakienda waongee na wenzao, alafu warudi watuambie hawajasikizana, tutawauliza tufanyeje, alafu watatuambia vile tutafanya. Ama mnasemaje wazee? Ni hivyo si hivyo? Ni hivyo si hivyo? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo njia, tuendelee na hiyo njia, tuendelee na hiyo njia? Very good. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono Rais William Ruto. Yeye ndiye ametukumbuka sehemu hii. Tulikuwa tunang'ethia hapo tukingojea, sasa Mungu ametujalia, sasa ndio sisi. Si namna hiyo? And I said it the other day in Meru. I want to repeat. For us who come from Mount Kenya, and especially Mount Kenya East, supporting William Ruto for a second term is not an option. It is a must. We must do it because voting for William Ruto next year is voting for ourselves. Kupigia William Ruto kura next year ni kujipigia sisi wenyewe. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa tamu yake ya alafu Mungu akiwa mbele tunaendelea na ujenzi wa taifa. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Njuri Nkorie. Njuri Nkorie. Thai. Muroro. Kiama. Nikimalizia, kwa sababu wazee wamemaliza kazi, mimi sitawaangusha. I will not let you down. I will not fail you. I will do my work well. I will make you proud. Hata wale watu wanaongea hapa wanaongea, lakini wanasema lakini huyu mtu tu ako sawa. Sijui kama mmesikia hiyo. Wanajaribu kuleta fitina. Alafu wanasema jameni, hata kama tunasema so tutaendelea kukaa hapo na hatubembelezani. Yeah, so pia wale sijui wanatafuta sijui kiti gani, mimi nakubaliana na wale wamesema ya kwamba the position of the deputy president is not vacant. Haiko wazi, iko na mwenyewe na imekaliwa sawa sawa. Kwa niaba yetu sote wananchi wa Kenya na kwa niaba ya jamii zetu zote. Mumenituma kwa rais, mumeniambia ya kwamba mnajua kuna mambo imeendelea. Kahawa imepata bei kidogo zaidi ya vile ilikuwa 2022. Maziwa pia imeongezeka from 33 shillings to about 50 shillings. Kahawa ilikuwa 60 shillings, hata imefika about 120, 130, 140. Mbolea imeteremka kiasi from 7,000 to 2,500 a bag. Na hivi karibuni rais atatangaza kupunguza zaidi kwa mambo ya mbolea. So tunaendelea na mambo ya kilimo kwa sababu hao ndio mambo ya wananchi, na hiyo ndio mambo tunapigania. Tukipata nafasi kuwa katika serikali, hiyo ndio mambo tunasukuma. Akina mama wetu tuliahidi tutawatoa kuuzia bidhaa zao barabarani kwa vumbi na mvua na matope, tuwajengee masoko ya kisasa. Hapa tunajengewa soko nyingi sana, sina hata time ya kutaja. Kutoka Embu Town, mpaka Ronyenjes Town, mpaka Karurumo,
mpaka Kiritiri, Mutuovare, Isiara. Masoko ni mingi. Akina mama wetu watoke sokoni, watoke pale barabarani ambao wanahatarisha maisha yao, wapate mahali pasafi pa kufanyia biashara. Hiyo ndio bottom up. Jorinde Korie, Vai, Muroro, Kiama. Kwa hivyo tunaendelea na hiyo kazi vile vile. Mambo ya afya tunaendelea. Juzi tulikuwa na program ya kupatia vijana pesa ya nyota ya kusaidia biashara mashinani. Program zinaendelea. Mambo ya affordable housing inaendelea. Mambo ya mabarabara, barabara zilikuwa zimekwama zote kwa sababu ya madeni. Zingine zilikwama miaka 6 iliyopita. Sasa tumelipa makontrakta wote ambao walikuwa na madeni, wameanza kurudi. Sina wakati kuwaambia zile barabara ambazo sasa makontrakta wamerudi, lakini kwa sababu tuko Manyata, mnajua ya kwamba barabara ya kutoka hapa Kevwe kwenda Kivute kontrakta amefika. Ni kweli si kweli? Vile vile kutoka Kevwe kuteremka Kidhemo kwenda mpaka Ena, hiyo barabara pia kontrakta amepatikana. Kwa hivyo tuko na program sasa ya kuzindua, kurejesha program ya barabara ndio tupanue uchumi. Lakini mmeniambia kuna barabara moja ambayo juu chini, kushoto kulia, mbele nyuma, lazima tutumie nafasi ambayo tuko nayo tuone ya kwamba tumepata kupanuliwa kwa barabara kuu ya kutoka Makutano kupitia Embu, Chuka, Meru mpaka Maua. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Wangapi wanakubaliana na azimio hilo? Nani akubaliana? Nani akubaliana? Bas, kwa hivyo kwa sababu mimi ndiye sasa niko pale katika serikali, mimi nataka niwaambie ya kwamba nitafanya juu chini. Vile tumeanza kutengeneza barabara ya kutoka Rironi kwenda Mau Summit kupitia Nakuru, the next dual carriageway to be constructed by this administration, the next road to be converted into a dual carriageway is going to be the Makutano, Embu, Chuka, Meru, Maua highway. Wacha nione wangapi wanasema tuendelee namna hiyo. Kirauni kireja wakereva. Kirauni kireja wakereva. Kereko. Eke awande. Na kwa sababu nataka esgrebu. Na kwa sababu tunamalizia, nataka niseme wale ambao wanashindana na William Ruto na Fireman wakati wa campaign next year, a time like now, kila team isimame na miradi ya maendeleo ambayo itakuwa imefanyia watu wa Mount Kenya na watu wa Mount Kenya East. Kila team itoe rekodi yao ya kazi wera wali, kwa sababu wale ambao wanashindana na sisi sio malaika kutoka mbinguni, ni watu tunajua, ni watu walikuwa na viti kubwa kubwa serikalini kama hii ya Fireman. So utaulizwa miaka yako miwili ukiwa deputy rais, ni project gani ulileta Embu, useme. Na mimi Fireman kwa niaba ya rais, na mimi niulizwe ukiwa deputy president for 2.5 years, ulitetea nini kafika hapa Embu ama Tharaka Nithi ama Meru ama Kirinyaga? Ule atakuwa na rekodi safi, aendelee. Mwenye ataanguka mtihani angojee, Mungu atamsaidia siku ingine. Boko watanira nani? Nitwanyitanira. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kwa siku ya leo. Leo ni siku ya kihistoria. Nimeambiwa ya kwamba hapa Nembure gukone kukwagitagerwa shira ni antu a Embu. Nilikuwa nasikia ile kesi kubwa ilikuwa inakatwa hapa. Kuna mzee mmoja rafiki yangu aliniambia wa Embu walikuwa nauliza Kinyaka ondoka nini na gatwarirwe Nembure. Sasa mambo madogo yalikuwa na tatuliwa huko mashinani. Ile kesi kubwa
ilikuwa inatatuliwa wapi? Si tumeamua? Tumeamua hiyo maneno ya Norman Njaga, maneno ya Njero Kadhangu, maneno ya Njero Ndwega, maneno ya chairman Kanyengi wa Ngome, maneno ya chairman na leaders wa Njori Ncheke na Nyangi Ndiereri na hii kiama kia Mwembu na Mwea Council of Elders. Wangapi wanasema tumekubaliana. Kwa sababu hiyo nikiona Rais William Ruto nimwambiaje? Mbele William Ruto hata. 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 Asante sana, naomba tusimame. Harambee! 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 Wangapi wanakubaliana na azimio ya leo, maamuzi ya Nembure? Wacha nione wale wanakubaliana na maamuzi ya Nembure. I think hii maneno imekwisha. Na kesi ikikatwa hapa Nembure kwa watu ya Mount Kenya East, hakuna appeal. Kuna appeal? Kuna appeal? Kuna appeal? Kuna appeal? Wacha nione wala nasema kuna appeal, kuna appeal, kuna appeal, kuna appeal, kuna. Asanteni sana. Mimi nataka, kwa sababu hatutaki mkutano wa wazee ukuwe wa siasa, najua tuko na 4 term tutafanya hapo nje. Tutafanya rally ya 4 term, 2 term na 4 term. Kwa hivyo nataka, kabla sijaita MC atuambie vile tutaondoka hapa, nataka tufunge na nyimbo mbili. Ya kwanza mimi ndio nitaimbisha. Ya pili DJ ndiye ataimbisha. Ni leo si leo? Ni leo si leo? Ni sasa si sasa? Ni Ruto si Ruto? Ni fire si fire? Ni fire si fire? Oh, kaura baishao narumanire Njori kaura. Oh, kaura baishao narumanire Njori kaura. Uja uendelee. Isaidie Mugambi.